Usijiingize katika matendo yao yasiyofaa. Warumi anasema kwamba walipomkataa Mungu, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa ambazo watakavyofanya wanavyopasa. Na ndio maana unakuta leo kuna ndoa ya jinsia moja, mwanaume anamuoa mwanaume mwenzake, mwanamke anamuoa mwanamke mwenzake. Ni kwa sababu ya watu kumwacha Mungu na Mungu akawaacha. Leo hiyo utasikia sauti ya Mungu inasema kwamba mnafanya maovu, kwa sababu Mungu alishanyamaza, akampa mwanae maelekezo yote anayoyasema. Huyu ni mwanangu ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Sema amen. Na ndio maana ile Mathayo sura ya 7 mstari wa 21 anasema ya kwamba si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni, bali ni yule anayefanya mapenzi ya Baba. Mungu akubariki sana. Mapenzi ya nani? Siku ya mwisho watu watalia, watu wataomboleza, watu watapanga foleni, watasema Yesu, mimi nilifunga sana, niliomba sana kwa jina lako. Yesu atamwambia, wakati unaomba, wakati unafunga, wakati unawatembelea majirani na marafiki, wakati unatenda mema, mimi sikukujua. Mungu akubariki sana, kwa sababu kutenda mapenzi ya Baba, ulitenda mapenzi ya kwako. Mungu akubariki sana. Na ndio maana Yesu siku ya mwisho atawaambia, usiku watu wataondoka wanamwambia, Bwana, sikufanya maajabu kwa jina lako, kwa jina lako sikutoa pepo, kwa jina lako sikufanya miujiza. Na ni kweli wakina Mwaposa wanafanya miujiza. Je, hiyo miujiza Yesu anaijua? Yesu anawaambia siku ya mwisho, sikuwajua wakati mnafanya miujiza. Mungu akubariki sana. Sio kila nabii, sio kila mtume anayejiita mtume muujiza unafanyika alafu Yesu anaujua. Miujiza yote itafanyika, lakini Mungu haijui na Yesu haijui, kwa sababu miujiza inafanyika nje ya Mungu. Sema amen. Na ndio kwa sababu mtu aaminilo kwa kufanya kutokuwa na mashaka ndio linafanyika. Na ndio maana kuna aina mbili za imani. Kuna imani ya kutenda na kuna imani ya kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi. Sisi tuna imani ya kumwamini Yesu kama Mwokozi wa maisha yetu. Imani ya matendo ni kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke. Sema amen. Huyu anapozaliwa anakuwa na imani ya matendo, au amemwamini Yesu au hajamwamini Yesu, anakuwa na imani ya matendo. Sema amen. Kwa hiyo hata kama ana imani ya matendo, hana Yesu, huyo tayari atafanikiwa na atafanikisha, kwa sababu amekuwa na imani isiyokuwa na mashaka. Na ndio maana Yesu akawaambia wanafunzi wake, mtakapokuwa na punje ya haradali, mtu atakapokuwa na punje ya haradali ya imani, ana uwezo wa kuambia mlima ng'oka, ukatoze baharini. Hiyo nguvu ya kung'oa sio ya Mungu, ni ya kuwa na uhakika. Maana tayari tuna nguvu ya Mungu, tuna uumbaji wa Mungu. Mungu kuna kitu alichokiweka ndani yetu. Alipompulizia mwanadamu nafsi hai, kuna mamlaka ambayo yanayotembea katika imani, ambacho na uwezo ukabadilisha kwa ulimwengu wote kwa nguvu yoyote. Sema amen. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Kwa hiyo kila muujiza usiuite wa Mungu. Miujiza inafanyika na mambo ya ajabu yanafanyika na kutoa mapepo yanafanyika, lakini si yote ya Mungu. Mengine ni ya kutengenezwa na mengine ni ya nguvu ya huyo aliyeamuru. Sema amen. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Na ndio maana alivyosema kwamba siku ile mtaniambia, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya maajabu nyingi? Ndipo nitakapowaambia sikuwajua. Sema amen. Sikufanyeje? Ni maajabu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bora ufanye muujiza ambao unajulikana kwa Mungu, alafu na wewe unajulikana kwa Mungu. Sema amen. Kuliko kufanya muujiza kwa Mungu julikani, alafu na wewe muujiza ulioufanya na Mungu haujui. Ni maajabu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Mimi nimeshamaliza. Naomba nipasisitize tu hapa alafu nimalize. Ili hivyo umeshapaelewa vizuri, lakini ni bora ufanye muujiza, lakini muujiza Mungu anaujua. Kuliko kufanya muujiza Mungu haujui na wewe Mungu hakujui. Ni maajabu sana. Mwambie jirani yako, ni maajabu sana.